tukutakie mafanikio katika kituo chako kipya cha kazi, na kama kawaida tunapokutana na mabalozi wanaokwenda katika vituo mbalimbali, kwa kweli sasa hivi tunazungumzia zaidi diplomasia ya uchumi. Kwa maana hiyo ni swala la biashara, swala la uwekezaji, lakini kwa sababu Uganda ni majirani zetu, kuna swala la ulinzi na usalama vile vile. Kwa hiyo nichukue fursa hii kusema kwamba tunategemea tuimarishe ujirani mwema kati yetu na nchi ya Uganda. Ni ndugu zetu na tuna historia kubwa nao. Kwa hiyo mahusiano mazuri ni jambo la msingi. Kwa hiyo tuendeleze hilo, lakini kubwa zaidi upande wa pili tuangalie fursa za kiuchumi zilizokuwepo. Wao wana fursa gani ambazo zinaweza zikawa ni za manufaa kwetu, na of course sisi tutangaze vivutio vyetu vya utalii, tutangaze fursa zetu za uwekezaji kwa makampuni yao kule, kwa sababu unajua mara nyingi huwa tunadhani kwamba uwekezaji lazima ufanywe na mtu anayetoka mbali, either Asia au Europe au Amerika. Kumbe vile tuna watu ambao wako katika eneo hili wenye uwezo wa kutosha wa kufanya uwekezaji mbalimbali. Natambua kuna baadhi ya sekta Uganda wako vizuri zaidi, ambazo pengine tungeweza kujifunza kutoka kwao na kuwashawishi waje wawekeze huku. Lakini na upande mwingine na sisi tuna biashara zetu ambazo hatufanyi vizuri sana na jirani zetu, badala yake tunazipeleka mbali kabisa. Kwa hiyo nadhani ni kuangalia fursa zilizokuwepo kati ya pande mbili na kujaribu kuwaunganisha wawekezaji na wafanya biashara wa pande mbili, ili ile diplomasia ya kiuchumi tunayosema basi iweze kutimia. Rais, lengo la kufika kwako leo asubuhi ni baada ya uchaguzi wa rais wa tarehe 6 mwezi wa pili kwa balozi mteule wa Tanzania nchini Uganda na kukamilisha itifaki ya kwenda kuanza kazi katika kituo kipya. Wajibu ambao unapaswa kupita kwa viongozi wakuu wa serikali kwa ajili ya kupokea miongozo, hususan maelekezo mahususi ya kituo kipya cha kazi, na pia kupokea baraka kabisa. Kishki TV, nuru ya dini yako.